Nini nataka kuwasihi mimi wa Tanzania na wana Mwanza, kwamba amani ni kitu bora kuliko vitu vingine vyovyote. Tuangalie leo yanayotokea Irani, tuangalie leo yanayotokea Israeli, watu wanauana bila sababu. Yote hiyo ni kwa sababu ya kosa nini? Kosa amani. Kama na sisi tungekuwa hatuna amani, manake hata kwenye iftari leo tusinge kuwepo. Kwa hiyo ni wasihi wa Tanzania, lakini ni wasihi viongozi wetu wamsaidie mama kwa dhati. Ninamuona mama ana dhamira ya dhati kwa Watanzania, lakini kuna baadhi ya viongozi wanamwangusha. Niwaombe wamsaidie sana mama kuitengeneza nchi hii. Kikubwa sana ni waombe Waislamu wote duniani na Waislamu wote wa Tanzania na Wakristo wote kwa pamoja, tuendelee kuiombea nchi yetu. Amani na utulivu ndio tunu kubwa ambayo tumejaliwa. Tunatakiwa tuilinde na tuilinde kwa wivu mkubwa sana. Tusihadaiwe kuingia katika vurugu, kuingia katika machafuko. Tuilinde tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, ni amani yetu ya Tanzania. Kile tunachokiona Mashariki ya Kati, hata sisi tukiamua kwamba Tanzania yetu iwe hivyo itakuwa. Ndio nasema kwamba tusirubunike kile ambacho tunakiona kule, kwamba wapo ambao hawakukitaka, lakini wapo wamekifanya hivi, wana maslahi nacho. Sisi ndio vijana, sisi ndio tuna misingi ya kuijenga nchi yetu na kuifanya iwe pamoja, kwa kusapoti na kuunga mkono jitihada anazofanya hata rais wetu na viongozi wetu wa kitaifa. Kilichonisukuma kuweza kuwaunganisha ndugu zangu imani tofauti wa Kristo na Waislamu ni moja tu ya kutengeneza umoja na kutengeneza mshikamano, lakini pia kutengeneza namna nzuri ya kusameheana pale ambapo tumekosea na kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresima. Sisi kama wanadamu tuna pungufu mengi, tuna mauzi mengi na tunafanya mambo ambayo hayamsaidii Mwenyezi Mungu, lakini mimi na jopo langu tumeona tufanye hiki ambacho tunaamua kufanya, ambacho tunaweza kumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Sisi kama Watanzania tuna kila sababu ya kuilinda amani ya nchi yetu kwa namna ya kipekee na kwa wivu mkubwa. Tunaona kwa wenzetu amani inapokuwa imetoweka, hali inavyokuwa. Kwa sisi kama Watanzania, na kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani na Kwaresima ni kipindi cha kufanya toba. Tumeona neema za mvua zimeshuka. Hizi neema ambazo zinakuja, basi tuombe Mwenyezi Mungu ziwe mvua ambazo zinakuja kuleta heri katika jamii yetu.